Ni kipindi gani katika historia ya dunia unapatikana na wanawake wanao sasa kuwa wanatia unajisi? Ukipata mwanamke ambaye anatia unajisi katika mawazo yako, ni nini kinakuja? Mwanamke wa asilia, nini kunakuja katika mawazo yako? Zinifu, jina, kahaba, harut. So si mwanamke, sasa ni wanawake. Na kama ni wanawake, tunashuka mpaka kipindi gani tunapatikana na wanawake ambao wametiwa unajisi? Kipindi gani katika historia? Katika historia wanawake katika miaka ya 1500 katikati ya kutawala kwa kanisa la Kirumi, wakati mwanamke ambaye ni kanisa la Mungu lilikuwa karibu kuchukuliwa, Mungu akatuma msaada kidogo mwaka wa 1500 wa kuinua watu ambao wanaitwa ama kwa jina inayoeleweka ni Protestant. Mungu akawainua. So ilikuwa ni channel ya Mungu kuweza kuondoa watu katika uongo uliokuwa umejengeka na hii system ambaye ilikuwa ni system ya Kristo na ilikuwa imemwasi Mungu. Sasa Mungu akaanza kuinua watu individual. Mfano Martin Luther, John Wesley, John Knox, Tyndale. Sawa, mwingine John Calvin. Na ukifuata ile historia utakuta wengi majina yao ilikuwa ni John wa kwanza, John wa pili, John wa tatu, John wa nne. Kazi ya John ni gani? Kumbe Mungu akainua hawa kina John. Vile John alipoinuliwa pale kipindi cha Israeli kuondoa watu katika kahaba. Najua kipindi cha John Israeli alikuwa ni hawa. Nani anajua? Isaya 1:21. Isaya 1:21. Israeli alikuwa amegeuka na amekuwa kahaba. Isaya 1 mstari wake wa 21. Anasema ndiyo, mji huu uliokuwa mwaminifu umekuwaje kahaba? Mji huu Yerusalemu ilikuwa mwaminifu imekuwa aje? Kahaba. So Yerusalemu imekuwa hapo kahaba. Kwa hiyo kanisa hili la kipapa ikawa ni kahaba. Mungu akaamua kuinua akina John kuweza kuleta matengenezo na kuinua watu ambao wanaitwa Protestant. So Protestant walipoinuka, Luther aliinuka na kanisa linaitwa Lutheran. Wesley aliinuka na kanisa linaitwa
Calvin aliinuka na Baptist. Wengine nani inajulikana? Anglican. So haya Mungu akawa ameinua huu mfumo kwa ajili ya kuprotest kutoka katika kanisa la papasi ambalo lilikuwa limeangusha kweli yote chini. Hebu nionyeshe vile kweli yote ilikuwa imeangushwa chini. Nisomee kitabu cha Danieli 7 mstari wake ni wa 12 nafikiri. Danieli 7 mstari wake wa 12. Danieli 7 mstari wake wa 12. Hao walikuwa wameangushwa kweli aje? Na kwa habari za wale wanyama wengine, walinyang'anywa mamlaka yao. Samahani, Danieli 8:12. Samahani, Danieli 8 mstari wake wa 12. Na jeshi ndio ikatolewa kwake pamoja na sadaka ya kuteketezwa ya daima, ndio kwa sababu ya makosa, ndio nayo ikaangusha kweli hata chini. Hii pembe ikaangusha kweli hata chini, ikatenda ilivyopenda na kufanikiwa. Asante. Ikaangusha kweli hadi chini. Yesu akawaambia, mimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Alafu Ufunuo tumeambiwa kwamba hawa ndio mfuatao mwana kondoo kila aina. Watamfuata mwana kondoo akiwa njia, kweli na uzima. Kweli na uzima. Hapa anasema thy way is in the sanctuary. So sanctuary iko na the way, the truth, life. So the main target ya huyu kuangusha kweli yote mpaka chini, ana target nini? Ana target the sanctuary message of the plan of salvation, of redemption. Sasa katika hii njia ya the sanctuary tunakutana na madhabahu ya kuteketeza. Madhabahu ya kuteketeza, moto ukiashiria nini? Moto ukiashiria nini? Mateso ya Kristo pale msalabani. Wengine inaashiria nini hiyo? Choma dani. Takaso. Ngita bado. Kuna statement inaomba nitafutiwe katika Mathayo. Yesu anamwambia Petro, utakapoongoka wafanye nini? Waimarishe na ndugu zako. So Petro akifuatana na Yesu alikuwa ameongoka ama hapana? Hakuwa ameongoka. Na aliongoka kipindi gani? Aliongoka kipindi gani? Kipindi gani? Kipindi cha Roho Mtakatifu.
Ndio maana ukisoma 2:14 Matendo ya Mitume, Petro akasimama pamoja na wale 11. Kwa hivyo baada ya Pentecost, na tunaambia katika Act 2 ya kwamba Roho alishuka mfano wa dimi za moto ziliokalia kila mmoja juu ya kichwa chake, nao wakaanza kuongea kwa lugha nyingine. Sasa moto hapa unaashiria Roho. Na haya madhabahu ni nini kilikuwa kinatengenezwa? Sadaka ya kuteketezwa. Ni sehemu gani ilikuwa inateketezwa? Which part? Kondoo mzima alikuwa anaelewa. Ni sehemu gani ilikuwa inateketezwa? Imagine kwa hiyo mnyama yote ni vitu kama viwili tu vilikuwa vinahitajika mostly. Ya kwanza damu, ya pili mafuta. Vitu hivi, damu na mafuta yalikuwa yule akienda kuchinja, maana ni mtenda dhambi alikuwa anaenda na chinja. Hii tutasoma katika Mambo ya Walawi sura ile ya 4, soma yote. Mwenye dhambi alikuwa anakuja na kondoo, anakutana na kuhani, kuhani anaangalia yule kondoo kama hana ila, alafu anampatia mwenye dhambi kisu, mwenye dhambi anachinja. Akisha chinja, kuhani anachukua bakuli, anateka damu. Akishachukua hiyo damu, anaipaka katika hizi pembe 4. Nyingine anamwaga hapo chini. Alafu atakapoingia huko, anakuja hiyo damu, anainyunyiza katika hii mkate pasia. Manake damu imesemewa ndio, lakini record igani hali. Na ndio maana kulikuwa kunahitajika kitu ambacho kinaitwa the Day of Atonement, ili record ya dhambi. Kwa hivyo kusamehewa si shida, ni record iondoke. Na ndio maana tangu 1844 ndio kazi Yesu anafanya nini? Anafanya hapa. Kufanya nini? Kuondoa record ya dhambi katika hekalu na mbinguni. By the way, kitu ambacho kinapatikana kiurahisi sana ni msamaha wa dhambi. Maana ingekuwa ni ngumu kupata, tungeweza kweli. Lakini rekodi kuondolewa sasa hapa ndio inamata. Na nitakuonyesha kuna maana ya rekodi ikawia hapa kidogo. Maana Mungu anajua kuna yule ataomba msamaha juu alitusi, si ndio? Na tu. Lakini kesho tena ndio yule. Kuna yule aliomba msamaha juu aliiba mwizi. Kesho ni yule. Kuna yule aliomba msamaha juu anaibia Mungu time. Lakini hata hiyo sabato nyingine bado ni ile ndio tutaomba. So record kuondoka hapa ni lazima malaika wawe na evidence ya kweli huyu mtu ameacha kabisa. Na hiyo ndio inamaanisha na repentance. Unajua si repentance ya ule nani anaitwa nani? Aoni. Ati mnaenda kanisani mnalia repentance hapana. Repentance iko na hatua. Ya kwanza ni confession. Unatafuta dhambi yako kweli.
Ya pili ni conviction. Unasikia aje baada ya kutenda hiyo dhambi? Then ya tatu repentance. Then ya nne na ya mwisho ni forsaking of sin. Hiyo ndio repentance. Usipofikia forsaking of sin, au hujawahi tubu, record yako bado iko wapi? Iko pale pale tu na ngoja. Hii ndio kutubu ya kweli, si ya kuangalia TV na kurudia maombi nyuma ya mchungaji, ati mimi ni mwenye dhambi, nisamehe, naja kwako leo. Hivi confession, conviction, alafu repentance, and then forsaking of sin. Kinyume na hiyo, wewe hujawahi tubu, rekodi yako ingali pale pale tu. Na unapo confess, conviction, repentance, unapo forsake, Mungu anakufanyia jambo ambalo wewe mwenyewe huwezi kulifanya. Anakupatia Roho wake Mtakatifu. Then kazi ya the Spirit of God is to lift up the standard against the enemy. Yaani anakuwekea cover. Inapatikana katika Isaya 59 mstari wake wa 19, inasema when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up the standard against him. Na jaribu linapokujia mara ya kwanza kabisa, na ndio maana ni vizuri kuresist. Jaribu linapokujia mara ya kwanza kabisa, ukijishinda hivyo. Ukilishinda ndivyo. Maana shetani atakaporudi the second time, atakuta the Spirit of God amemwekea barrier, alitakuwa na uzito kama vile la kwanza. So the Spirit of God ambaye ni hii moto, kazi ya moto ni kuteketeza dhambi. Kazi ya moto ni kuteketeza dhambi. Katika Yohana 16 na mstari wake ni wa 13, tunaambiwa when he shall come, the Spirit of truth will lead you into all the truth. Na anasema katika mstari wake wa 8, huyo Roho kweli atakapokuja atawahukumu kwa habari ya dhambi. So hapa kile kinachofanyika ni conviction ya dhambi. Dhambi zinaanza kuteketea ndani yako, unaanza kuona hapa siko sawa. Kuna kitu kinakusukuma. Kwani ni mimi nilifanya hiyo? Hapo dhambi inaanza kuteketea. Inaanza kuteketezwa na moto ambayo ina represent the Holy Spirit sasa katika maisha yako. Ujue hii flash hii yote ni wewe. Hatua utakazo kupitia wokovu wako. Ya kwanza ulikuwa unapita, ukasikia nomina ina mercy. Hawa watu wanasema nini? Ukakaa hapo. Wakaanza kukutajia msalaba, bendera, wachana na pombe, wachana na ulevi. Hiyo kitu ikakuchoma. Ukauliza, nifanyeje ndugu zangu? Wakasema Ufunuo 18 mstari wake wa 8, tokeni kwake enyi watu wa, ukapiga hatua ukaenda mbele. Hivyo basi dhambi zako zikawa zinateketezwa, and then hapa si ni ubatizo hii. Ni ubatizo. So huyu tumeambia kwamba anaangusha hii kweli yote mpaka chini. Hapa badala ya confession kuanza uconfess kwa Mungu, akageuza confess kwa nani? Baba. Hapa inasema
tunaokolewa kwa imani. Yeye akasema hapana, tunaokolewa kwa works. Kutoka hapa tukasonga hatua. Biblia inasema wale ambao waliokwisha kufia dhambi na sasa wazikwe pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo. Warumi 6:3. Yeye akasema hapana, usizikwe. Ninyi ni wale tu, bado huwezi kushinda dhambi, hujazikwa, hamujakufa. Na by the way, hii ndio inaitwa modern spiritualism. Modern spiritualism. Kwa sababu tunajua mtu akifa amekufa kweli kweli. Mtu akifa amekufa kweli kweli. Mbona na mimi hapa nilikufa kwa dhambi, nikazikwa pamoja na nani? Na Kristo. Nilizikwa pamoja na Kristo. So nikifufuka nakuwa kiumbe kipya, lakini nikiwa kiumbe mzee, nikiwa kiumbe mzee sijakufa. Mimi si nimesema nimekufa. Hujafufuka bado na Kristo. Hata si kufufuka. Una exercise kitu ambacho kinaitwa modern spiritual. Wewe umekufa lakini uko hai. Unadai matendo ya mwili umekufa, lakini bado uko hai. Maana tofauti inaonekana katika maisha yako. So hapa akawa watu ni wale tu. Tunapoingia hapa ili ni neno la nani? La Mungu. Agano la Kale. Agano la Kale, Agano Jipya. Hii ni sita. Vitabu vingapi ya Biblia? 66. 66. Biblia akasema haiwezi kusomwa na mtu wa kawaida. Akafunga Biblia minyororo pale Vatican, King James kafungwa kwa cheni. Alafu hii Biblia ikaandikwa kwa lugha ya Latin. Alafu pia hapa mikate hii mbili inamaanisha nini na nini? Inamaanisha Baba na Mwana. Mbele ya meza hapa hivi ndio kiti cha enzi cha Mungu kiko hapa mbele ya hii meza zote. Baba na Mwana. 1844 wakati hii mlango ilifunguka hii ya into the most holy place, Baba aliinuka, Mwana akainuka, wakaingia most holy place. Nafasi iliyobaki nani atakuja kukaa? Sasa mnakaa. Na kuna watu walisalia hapa na kuna wale ambao walisonga na Yesu mpaka hapa most holy place. So whatever hapa mbele hapa hawa wakiomba Baba tupatie roho wako, nani anajibu? Shetani. Unadhani shetani anajibu kupitia nini? Shetani anajibu kupitia nini kuwapatia roho? Hapa tu. Jenga doktrini kwa kile unaona. Yes? Si ni Biblia. Si wanataka kujua ukweli. Na wanamuomba nani? Baba wajue ukweli. Lakini nani anajibu? Anawajibu kwa njia gani? Mafundisho na uongo anawapatia. Kinara tunaambia kwamba maisha yetu yaangaze na sisi ni taa ya ulimwengu. Kwa hivyo hii inaashiria evangelism. Kanisa ya Katoliki limejaa. Si ndio? Baada kuona wameweka kusema mkutano wa Injili hapo Mkuru, wao wanahubiri kusema wajaze washiriki. Baada kuona. Na kwa nini yale makanisa yamejaa? So yeye mambo na evangelism akapiga sana.
kweli ikaanguka. Maombi yanaelekea kwa nani? Kwa Yesu, lakini akageuza. Maombi yaelekea watu waliokufa, saints. Mtakatifu nani? Tuombee. Mtakatifu sijui nani? Tuombee. Maria, tuombee. Badala ya maombi kuenda kwa Kristo, maombi yanakuwa diverted. Yes. Nikupe quotation hapo. Yeah, pekee. Isaiah 56. Hii. Hiyo nimesema hapo. Okay. Inasema hivi. 56.1. Ndio. I can't look at the company who are still bowed before the throne. They did not know that Jesus had left it. Satan appeared. Satan appeared to be by the throne, trying to carry on the work of God. I saw them look upon the throne and pray, Father, give us thy spirit. Satan will then bring upon them an unholy influence. In it there was light and much power, but no sweet love, joy and peace. Satan's object was to keep them deceived and to draw them back and deceived God's children. Asante. Kwa hivyo kudanganya watoto wa Mungu, anawadanganya kupitia mafundisho. Sasa hapa maombi yanakuwa diverted. Tukiingia into the most holy place, amri ya Sabato inafanya nini? Aondolewa. So system of truth, kuanzia hapa mpaka chini, akaangusha chini. Ile Danieli alikuwa amesema. So kwa sababu ameangusha kweli mpaka chini, so huyo mwanamke ikabidi asaidiwe. Mwanamke ni kanisa la Waldenses iliyokuwa jangwani, wale waliokuwa vile dini wa kwanza wakati upapa unainuka. Kwa hivyo Mungu akaamua kuinua hao reformers. Hawa ndio msaada